Na kwa kuwa hii ni mara yangu ya kwanza kukutana nanyi tangu tulipomaliza uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, nitumie nafasi hii pia kuwashukuru sana kwa imani na ushindi mliokipatia Chama cha Mapinduzi. Ahadi yetu kwenu kuendelea kuongoza na kusimamia taifa hili kwa awamu nyingine kwa ufanisi na maendeleo makubwa. Kwa hakika imani mliotupatia Chama cha Mapinduzi si swala la hisani na ni zaidi ya kutimiza wajibu wenu kikatiba. Imani yenu kwetu ni deni, tutawalipa kwa kuwatumikia na kuwaletea maendeleo. Kama mtakumbuka, wana Kigoma, ziara niliyoifanya mapema mwaka 2022, nilikuja Kigoma na kuwapa ahadi kwamba moja, Kigoma haitakuwa mwisho wa reli, bali itakuwa ni kituo cha katikati toka Dar es Salaam kufika Kigoma kwenda mbele, na hiyo ahadi tumeanza kuitekeleza. Lakini niliwaahidi wakati ule kwamba tunakuja kuifufua Kigoma na kuirudishia hadhi yake. Nadhani aliyosemwa hapa na mkuu wa mkoa na mengine mengi yanayoendelea ni katika kutimiza ahadi hiyo. Kigoma oye! Katika kutimiza ahadi hiyo ndio maana leo tupo hapa, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa deni hilo kwa Wanakigoma na Watanzania wote kwa ujumla. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, serikali yetu imeendelea na jitihada mbalimbali za kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji ndani ya nchi yetu, ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa, uendelezaji wa bandari zetu na ujenzi wa barabara na viwanja vya ndege. Nataka niungane na mkuu wa mkoa Siro alipozungumzia kiwanja cha ndege. Hata mimi wakati ninakuja nilikuwa na maono ya kiwanja cha ndege cha Dodoma nilichokiacha nilipokuja wakati wa kampeni, lakini nilipotua mambo ni tofauti. Kiwanja kinajengwa kwa kasi na kitakapokamilika kitakuwa kiwanja cha kisasa, lakini hata runway iko smooth, laini, na tumetua vizuri sana. Kwa hiyo niwapongeze wana Kigoma. Tunafanya haya yote kwa lengo la kuifungua nchi yetu kibiashara na kiuwekezaji, kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji na kurahisisha bidhaa zetu kuyafikia masoko ya ndani, lakini pia masoko ya nje ya nchi. Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazotuzunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yetu pekee, bali tunaiunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika. Katika muktadha huo, Kigoma ina nafasi nzuri kijiografia na kimkakati, kwa kuwa ni lango muhimu la biashara na uwekezaji linalotuunganisha Tanzania na nchi jirani ikiwemo Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Hivyo meli za mizigo tulizozizindua leo pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa utakapokamilika vitakuwa ni nyenzo muhimu zitakazotuwezesha kufikia maono na matamanio yetu kama nilivyoyasema na kama ilivyosemwa na wengine hapa. Niwahakikishie wana Kigoma pamoja na maeneo mengine ya nchi, tutaendelea na utekelezaji wa mipango ya serikali ya kuimarisha, kuendeleza na kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla. Tunafanya haya ili nafasi yetu ya kijiografia tuliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe ndio anajua kutuumba Tanzania hapa tulipo, na akatupa rasilimali zote na nyenzo zote za kuifanya Tanzania kuwa kituo kikubwa cha biashara. Kwa hiyo kimaumbile Mungu alishatumba hivyo,
lakini kisera na kisheria ni juu yetu kuifanya sasa Tanzania kuwa kituo kikubwa na muhimu cha biashara ndani ya Afrika, na tunaelekea huko.